Imani ya Abrahamu inampeleka kwa Mungu, anazungumza naye katika hali ya urafiki kabisa, na namna ambayo anakwenda kwake, anakwenda na changamoto moja kubwa katika maisha yake. Anafikia uzee, Abrahamu alikuwa hana mtoto. Kwa hiyo alimwangalia Mungu kama rafiki, lakini kwa imani kubwa kwamba katika changamoto hiyo Mungu ndiye ambaye anaweza kumsaidia. Alimtazama Mungu ni Mungu mwenye nguvu na uwezo wa kumwondolea hiyo aibu. Katika mila, taratibu na desturi zao, kukosa mtoto ilikuwa ni kichuko cha aibu, lakini Abrahamu alitambua kabisa Mungu ndiye atakayemwondolea aibu hiyo. Mungu ndiye atakayemletea furaha kwenye maisha. Tazama, tumekuja kusali mchana huu, tunatoka makazini, tunatoka kwenye biashara zetu na shughuli zetu. Tuna changamoto nyingi, pengine si tu kukosa mtoto, lakini bado kuna masuala pengine kwenye familia hayaeleweki, kwenye ukoo hayaeleweki, kazini hayaeleweki. Muda huu tunapoadhimisha ibada ya misa takatifu, ingia katika mfano wa mzee Abrahamu, uzungumze na Mungu. Ekaristi takatifu inapoinuliwa wakati wa mageuzo ni kipindi cha kuongea na Mungu na kipindi cha kumwabudu, kumweleza changamoto zako. Atakuondoa kwenye shida hizo, atakupatia furaha. Lakini Injili takatifu, Yesu anasema, jihadharini na manabii wa uongo. Katika changamoto za maisha, katika shida ambazo tunapitia, ndipo ambapo tunaingia na kujikuta tupo katika mikono ambayo sio safi. Tunajikuta katika mikono ya manabii wa uongo. Wamejaa wengi kabisa, wanafundisha na kuelekeza ili kujinufaisha wao wenyewe, na neno linasema watatambulikana kwa matunda yao. Nabii wa uongo anatambulikana kwa matunda yake, lakini ili kutambua ni lazima kuchukua muda, kutumia akili na mang'amuzi ambao Mwenyezi Mungu amekupatia. Utatambua tu huyu ni nabii wa uongo. Sio katika shida unaanza kujikabidhisha kwa yoyote yule. Hapana, ni kuwa makini. Manabii wa uongo wamejaa na wanataka kujinufaisha wao wenyewe. Katika utulivu wa misa takatifu na katika imani wa Yesu wa Ekaristi ambaye kweli tunamwadhimisha, tuna kila sababu ya kumwambia Mungu kwa mfano wa mzee Ibrahimu, kwake tutapata kila kitu. Yeye ndiye nabii wa kweli ambaye anatufunua na kutuangaza kuweza kupata yale ambayo tunayahitaji. Tumwombe Mtakatifu Yosefu atutie nguvu tuweze kusimama imara katika imani yetu.